Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana, ni wakati mwingine wa upendo wa Yesu. Karibu kwenye upendo wa Yesu, karibu kwenye udhihirisho wa upendo wa Yesu, Love of Jesus Center. Leo basi tunaendelea na mwanzo mpya na udhihirisho, na katika somo hili andiko letu la msingi tunarudi kwenye Isaya 43:19 mpaka 21. Isaya 43:19 mpaka 20, tutaishia 20. Neno la Mungu linasema, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Anauliza swali. Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Tunazungumzia mwanzo mpya na udhihirisho. Mungu anasema lipo jambo ambalo alishaliweka katika moyo wako. Lipo neno, jambo ambalo ameshaliweka katika moyo wako, ambalo hilo neno linasubiri kuweza kuota, kuchipua, kukua na kuja kuzaa matunda. Sasa ili hilo jambo liweze kutokea, kile kitu ambacho Mungu amekiweka, neno, anasema hilo neno ambalo ameliweka, hilo neno litaenda kuchipuka. Anaanza kukusema kwamba usitafakari mambo ya zamani wala usiyakumbuki. Kwa maana hiyo ni moja ya sababu watu wanashindwa kuona vitu vimedhihirika, kwa sababu watakuwa wanatafakari mambo ya zamani na kuyakumbuka. Sasa leo kuna jambo moja la msingi sana ambalo tunaenda kujifunza, ambalo hilo sasa siku ya leo tukikaa tukafanya sawasawa na neno linavyosema, litatuvusha kutupeleka sehemu nyingine, na ni la muhimu sana. Jambo lenyewe, andika, ili kuona udhihirisho, jambo kuchipuka, inategemea kiwango chako cha kujua, kiwango chako cha ufahamu katika hilo jambo. Turudi kwenye Isaya. Neno la Mungu linasema, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Anauliza swali, hamtalijua? Kwa maana nyingine, inategemea the extent of knowing, kiwango chako cha kujua. Na hii ni changamoto kwenye baadhi ya watu wengi, kuto kujua. Yaani kuto kujua kiwango chako cha kujua nini Mungu anataka. Inategemea kiwango chako cha kujua. Kiwango chako cha kujua ndio kina determine kiwango chako cha wewe kwenda kwenye kuona udhihirisho. Na ndio maana Mungu anasema hilo jambo hamjalijua. Anauliza swali, je, hamtalijua sasa? Ni swali ikiwa na maana hilo jambo unalijua, kwa sababu kama kitu hujakijua utatambuaje ili kije kudhihirika? Kama hujakijua kitu, hujakijua utatambuaje? Kwa hiyo kwa maana nyingine inategemea kiwango chako cha kujua. Labda niwape mfano mdogo. Ukisoma kitabu cha Waebrania 11, pale ambapo neno la Mungu linazungumzia kuhusiana na imani. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Inaenda kwenye mstari wa 3 pale inazungumzia kwamba jinsi ulimwengu umeumbwa kwa vitu visivyoonekana na umeumbwa kwa neno la Mungu. Lakini ukija mstari wa 6, Biblia inasema unapomwendea Mungu ni lazima, kwanza nasema pasipo imani haiwezi kumpendeza, lakini unapomwendea ni lazima utambue
kwamba yeye yupo. Haleluya. Tusome Waebrania. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba yeye yuko. Ni lazima uamini, lazima uwe na uhakika, lazima utambue yeye yuko. Sasa kiwango chako, level yako ya kumtambua Mungu ndio kiwango hicho hicho cha Mungu kujimanifesti, kwa sababu una uhakika. Anasema hivi lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao. Ni lazima uwe una uhakika. Kwa hiyo kwa maana nyingine, kama niko kwenye gari, nina uhakika kabisa Mungu yuko mahali hapa na Mungu analilinda. Sina shaka, nina uhakika. Kiwango changu iko cha kuamini, cha kujua, the extent of knowing. Kiwango iko cha kujua kinaleta udhihirisho, na Mungu anajimanifesti katika kiwango iko pasipo na shaka. Maana anasema pasipo imani hauwezi kumpendeza. Sasa unajua, inakuletea picha hii kwamba ukimwamini na ukamjua Mungu, kiwango chako cha mjua, ukimwamini Mungu kwenye mponyaji, anadhihirisha kwenye uponyaji. Ukiwa na uhakika na Mungu anakomboa, anajidhihirisha kwenye ukombozi. Haleluya. Kwa kiwango chako cha kujua, Mungu anajidhihirisha vile ambavyo wewe una uhakika, vile ambavyo wewe umemtambua, vile ambavyo wewe umemkubali. Na ndio maana kuna mtu anaweza akamkubali, akaelewa sana uwepo wa Mungu kwenye kusifu, lakini asiamini katika mambo mengine. Kwa hiyo kiwango chako cha kujua, na Biblia inaweka vizuri sana neno la Mungu linasema, turudi kwenye Isaya, anasema hivi, tazama 43:19, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Anauliza, hautalijua? Yaani utakaa ulijue? Ndio maana kuna wakati mwingine kuna Mungu anaweza kukutendea kwa sababu hujajua, unaona tu kawaida. Mungu anaweza akasema na wewe kwa sababu hujajua, unaona tu kawaida. No, anasema hamtalijua. Sasa swala linakuja, kiwango chako cha kujua. Swala linakuja, kiwango chako cha kujua. Kwa hiyo jambo la kwanza katika hiko kiwango cha kujua, jambo la kwanza katika hiki kiwango cha kujua, jambo la kwanza, uhuru wako katika eneo husika inategemea kiwango chako cha kujua kweli. Uhuru wako katika eneo husika unategemea kiwango chako cha kujua kweli. Na ndio maana neno la Mungu linasema hivi, mtaijua kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Yohana 8:32. Utaijua kweli na hiyo kweli Kwa hiyo kumbe kiwango changu, ufunuo wa kweli, yaani ile kweli ikifunuliwa katika eneo husika, ile kweli itaumba na kusababisha uhuru katika eneo husika. Kiwango cha kujua kweli, ndio maana nasema mtaijua. Tusome Yohana, twende Yohana. Haleluya, Mungu ni mwema sana. Yohana 8 aya anasema hivi, tena mtaifahamu, anasema tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Utaifahamu kweli na hiyo kweli, level ya kufahamu
The extent of knowing, level ya kufahamu. Na sasa ukijua, kuenda 18 anasema hivi, sasa hamtaijua sasa hilo neno, hilo jambo hautalijua sasa. Kwa hiyo ni wakati wako wa kuhakikisha kusikia nini Mungu anasema, nini Roho Mtakatifu anasema, ni kweli ipi, kwa sababu uhuru wangu nategemea kile Roho Mtakatifu atauisha ndani yangu, atasema. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye anatangaza mwisho tangia mwanzo, anajua ndani yangu, anasema yale mafumbo, kila ambacho macho hajaona, kila ambacho masikio hajasikia, Roho Mtakatifu anakifunua. Sasa ufunuo wa hiyo kweli ambayo Mungu ameiweka, Roho Mtakatifu ambayo ameiweka, inapofunuliwa na unapoichukua na unapoitii, Biblia inasema inakuweka huru. Kwa kiwango chako cha kuchukua kweli, cha kujua kweli, cha kuiweka kweli, ikaumbika, ikawa sehemu ya wewe, ikakaa ndani yako, inabadilisha kidogo kidogo, kwa sababu ni roho. Hiyo ni spirit. Mwilini unaweza kuwa unaona ni kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinaumbika, kuna kitu kinafanyika ndani yako, kinaanza kuondoa kila kitu, kinaanza kuweka uhuru ndani yako. Nikupe ushuhuda. Ipo siku moja, kuna mtu alikuwa anasumbuliwa, alikuwa anaumwa, akaja akasema nimwombee. Mimi nikamwambia nenda akasome kitabu cha Waebrania tena 4, ile Waebrania 4. Akaenda akasoma. Kitendo cha kwenda cha kutii, kwenda kusoma Waebrania, pale alipata muujiza wake. Sasa hapo inakupa cha kwanza kutii, lakini cha pili kweli. Ukijua neno, kwa sababu ile ni Roho Mtakatifu ameleta, utakapoijua kweli, utakapotii na kuendana na ile kweli inakuweka huru. Na ndio unaweza kuwa kuna wakati huko kwenye maombi unaomba, alafu Roho Mtakatifu anakuletea kweli, anakuletea neno. Usipuuzie, hiyo ndio kweli. Na hiyo kweli, ukienda na hiyo kweli ukaichukua, ukaifanyia kazi, hiyo kweli inasababisha watu wanakuwa huru. Ukitii, kwa sababu hiyo kweli imefanyika kuwa halisi, na inakutoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Haleluya, haleluya. Utaifahamu kweli. Kwa hiyo kiwango chako cha kujua, ndio maana neno la Mungu linasema, je, hamtalijua sasa? Kiwango cha kujua. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa jambo lingine la pili, kujua kwako, utashi wako au ufahamu wako, unahitaji neno la Mungu ili uweze kufanywa upya. Unajua, ili uweze kutambua, uweze kujua kile kitu ambacho Mungu amekiweka, inatakiwa akili yako ifanywe upya. Akili yako isipokuwa sawasawa na neno la Mungu, isipofanywa upya, utaona, utatambua. Ndio maana ukisoma kitabu cha ile Warumi 12, anasema usienende kama dunia hii inavyoenenda. Anasema bali mfanywe upya ile nia, mfanywe upya akili zenu. Na ufanywaji wa upya inabadilisha kiwango chako cha wewe kujua. Ufanyaji upya unabadilisha wewe kuweza kujua, ili ukapate kujua sawasawa na Mungu anachokitaka kwenye maisha yako, sawasawa na ile kweli. Kiwango chako cha kujua. Ndio maana kuna watu wana kiwango chako cha kujua kutokana na elimu fulani, lakini Mungu anataka kiwango chako cha kujua, au kiwango chako, uongozo wako uendane sawasawa na kweli yake, sawasawa na neno lake, na unafanya upya kwa sababu ya neno lake. Na ndio maana mwana wa Mungu, isipite siku hujaweka kweli ndani yako, hujaweka neno ndani yako, hujachukua muda wa kutafakari. Tafuta muda, soma neno, jifunze neno, tafakari neno, omba.
kwa sababu unauisha mtazamo wako ili roho yako, nafsi yako, utashi wako, akili yako viendane sawa sawa na lile kusudi ambalo Mungu ameliweka. Haleluya! Jambo la tatu ambalo pia ni muhimu kujua katika kweli, Isaya anasema hilo jambo litachipua, neno litachipuka. Anasema nitafanya njia hata jangwani, mito ya maji nyikani. Nitatenda, anasema tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Sasa jambo lingine la tatu ambalo ni muhimu ni kwamba kiwango chako cha kujua eneo fulani kita determine kiwango chako cha kufanikiwa katika eneo hilo. Kiwango chako cha kujua, the extent, kiwango cha kujua, knowing. Kwa sababu hapa anasema hivi, hamtalijua sasa hilo jambo. Ina maana kuchipuza, kukua, kuonekana, kudhihirika kunategemea kiwango chako cha kujua. Na ndio maana ukisoma kwenye waraka, sasa twende kwenye waraka wa 3 wa Yohana, neno la Mungu linaongea jambo la kwanza ambalo ni muhimu. Waraka wa 3 ya Yohana anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mafanikio yanategemeana na roho. Sasa ukienda kwenye Biblia, New King James Version inasema, as your soul I pray that you may prosper in all things including your health. As your soul prosper, kwamba ufanikiwe katika mambo ikiwa na kama vile nafsi, as your soul, nafsi yako inavyofanikiwa. Sasa nafsi yako, mafanikio yanategemea kiwango cha nafsi kufanikiwa. Na unapozungumzia nafsi, unazungumzia akili, sehemu ya nafsi. Unazungumzia hisia, sehemu ya nafsi. Unazungumzia utashi, sehemu ya nafsi, ile will. Kwa hiyo mafanikio yanategemea nini? Kumbe yanategemea akili, kiwango chako cha akili. Na ndio maana tunasema katika jambo jipya Mungu amefunua, let's say sasa hivi Mungu ameongea habari na wewe kwamba nataka uende kwenye kilimo, nataka ulishe watu wangu. Natolea mfano. Sasa kama kasema kuhusiana na kilimo, usipoenda kupata akili ya kilimo huwezi kufanikiwa, kwa sababu Biblia imesema hivi, according as your soul prosper, kama vile akili. Kwa hiyo ina maana nini? Rudi ukapata elimu ya kilimo, akili yako ielewe kilimo, ielewe kilimo, wanalima nini, hilo zao Mungu aliokuonyesha. Ina maana uende ukajifunze msimu ni upi, mvua zinanyeshaje, mbolea zinakuwaje, mavuno yanakuwaje, palizi zinakuwaje, masoko, ndipo utakapofanikiwa. Kwa hiyo nategemea kiwango chako cha kujua, the extent of knowing. Ndio maana neno linasema hamjalijua sasa, hamjajua. Kwa hiyo ni very simple kwamba inategemea kiwango cha mimi, kiwango cha wewe kujua katika eneo hilo. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. I pray that you may prosper in all things as your health, including your health, as your soul prosper. Haleluya! Kwa hiyo akili inatakiwa iendane na hicho, akili yako. Lakini utashi, yani unatakiwa uwe na utashi. Unajua mtu mwenye utashi ndani yake anakuwa na msukumo fulani, kwa sababu Mungu ameweka ndani yako. Kama Mungu amesema na wewe ukaenda ukahubiri Injili lazima akili yako ifanywe upya. Utaendaje kuhubiri Injili huko?
akili lazima ufanye, lazima pia uwe na utashi. Utashi uwepo. Usipokuwepo na utashi ndani yako huwezi fanikiwa, lakini lazima kuwe hisia. Haleluya, haleluya. Mungu ni mwaminifu sana. Sasa kwa sababu katika wakati huu na Mungu amelileta neno hili kwa makusudi katika maisha yetu sasa hivi. Wewe unayenisikiliza sasa hivi, ninajua kabisa inawezekana kuna mazingira ambayo unapitia sasa hivi na unahitaji tu mkono wa Mungu. Na nikwambie na nikutie moyo, Mungu anayajua maisha yetu. Roho Mtakatifu, Biblia inasema Mungu yuko sehemu zote, popote, ni omnipresent, yuko kila sehemu, yuko mahali, anatufahamu. Lakini anachohitaji kutoka kwetu ni sisi kuweza kusarenda kwake, ni sisi kuweza kusarenda kwake. Wewe ambao hujampokea Kristo, kaa tayari sasa hivi, kwa sababu ili Yesu aweze kushughulika na maisha yako unahitaji kumpokea. Nataka niombe na wewe sasa hivi. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Ninaamini ya kwamba wewe ulikufa, ukazikwa, ukafufuka kwa ajili ya dhambi zangu. Bwana Yesu, karibu ndani yangu. Ninakupokea wewe sasa, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tawala maisha yangu Bwana Yesu. Asante kwa kuniokoa, asante kwa kunipenda. Kama tayari umesema sala hii na umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, piga namba hii 0768 60 13 27, 0768 60 13 27. Watakupa maelezo na watakuombea na kukuelekeza jinsi ya kuweza kukua na jinsi ya kuweza kuliishi neno la Mungu na kuweza kuishi maisha ya ushindi. Wewe ambaye sasa hivi umelisikia neno hili pia na unahitaji msaada wa Mungu, na sasa hivi ninaenda kuomba pamoja na wewe ili Mungu aweze kugusa na kuweza kubadilisha maisha yako na kukupeleka katika viwango vipya na kuona udhihirisho wa kile kitu ambacho tayari alishakianzisha ndani yako ili kiweze kukua na kuzaa matunda. Ninaomba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, asante kwa kunipenda. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Neno lako limenikumbusha kwamba kiwango cha kukujua wewe Mungu utazidi kujidhihirisha ndani ya maisha yangu. Asante Bwana Yesu, kwa maana kila ulichoweka ndani yangu na ule mpango, ule hatma haitopotea. Kwa kuwa ninaishi hapa duniani, Bwana Yesu, nitaenda kukamilisha kile ambacho umekiweka ndani yangu. Asante kwa kunipenda, asante kwa kunijali. Acha nikuombee sasa hivi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya watu hawa. Nitasema, Mungu, kile ambacho umekianzisha ndani yao, Baba, utaenda kukamilisha. Roho Mtakatifu, ninawaweka hawa mikononi mwako, wafunike na mbawa zako kama vile kuku wanavyofunika vifaranga vyake. Baba, wakumbatie watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Natamka kiu ya kuweza kusoma neno, kiu ya kuweza kutafakari neno. Baba, wafunulie kwa upya, wajue lile kusudi. Baba, uwaongoze na Mungu wangu wasipotee. Ninatamka baraka juu yao, natamka wingi, natamka viwango vya juu. Watakuwa kichwa na wala sio mkia. Baba, natamka
uzuri wako ukawe juu yao, na Mungu ukapate kudhibitisha kazi za mikono yao. Ni katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni kwa ajili ya utukufu wako, nalibariki na kulitukuza jina lako. Amen. Asante sana, asante sana, tunakushukuru. Hadi wakati mwingine. Ni Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu. Yesu anipenda, anipenda, anipenda Yesu.